Naam, karibu kwenye ripoti na taarifa kamili ya siku ya leo. Rais wa Marekani Donald Trump ampongeza kiongozi na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa hotuba aliyohutubia hadhara na ujasiri wake kwenye kikao cha Nation Player Breaking First ambacho kimefanyika huko jiji la Washington DC. Ilikuwa ni pongezi kubwa kutoka kwa Donald Trump anayejulikana kwa ukosoaji mkubwa dhidi ya viongozi wengine duniani. Katika toleo la 74 Nation Player Breaking First, kiongozi huyo wa chama cha Republic alisema kwa uwazi heshima aliyonayo Felix Antoine Tshisekedi, na leo tuna furaha kubwa ya kumkaribisha mtu jasiri na wa kuheshimu sana, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Rais, tafadhali simama, alisema Donald Trump, akiomba hadhara kumpigia Felix makofi. Rais wa 47 wa Marekani alimfariji pia mwenzake wa Kongo ambaye nchi yake inagubikwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu na hasa wa kiusalama katika eneo la Mashariki. Akizungumzia machafuko yanayohusishwa na vikosi vya waasi wa M23 AFC wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, Donald Trump alimhakikishia rais wa Kongo kurejea kwa amani nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema kwamba wewe ni mtu jasiri kweli, najua umepitia mambo magumu, ninalifahamu vizuri hilo. Imekuwa vigumu kwa miaka mingi kuishi kwenye hali hiyo, lakini sasa mambo yanaanza kuwa bora. Hakuna jambo rahisi, lakini hali inaendelea kubadilika kwa njia chanya. Lakini kitu kikubwa, yatakuwa sawa, na tunathamini uwepo wako hapa, ni heshima kubwa. Wewe ni mtu mkubwa, alisema Trump. Rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio walikutana Jumatano huko Washington wakijadili maendeleo yaliyopatikana katika utekelezaji wa makubaliano ya ushirikiano wa mkutano kati ya Marekani na DRC yaliyofanyika huko Washington DC tarehe 4 Disemba 2025. Mazungumzo hayo yalihusisha pia fursa za uwekezaji wa Marekani katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo ya kiuchumi, alisema, Marekani na DRC yanategemeana kwa nguzo tatu. Nguzo ya kwanza inalenga usalama wa madini ya kimkakati na uhamishwaji wa hifadhi na uanzilishaji wa hifadhi ya mali za kimkakati inayojulikana kama Strategie Asset Reserve kama SAR. Nguzo ya pili inalenga kuweka mfumo wazi katika usimamizi wa rasilimali za madini ya nchi na kuwapa wawekezaji wa Marekani hali ya kupewa kipaumbele cha kwanza katika miradi inayomhusisha kwenye hifadhi hiyo. Nguzo ya tatu inahakikisha upatikanaji wa usalama kwa madini hayo na kuhakikisha hali ya usalama kwa madini mengine ambayo ni muhimu kwa nchi ya Marekani kama vile cobalt, shaba na germanium. Zaidi ya hayo, utawala wa Trump umeahidi kusaidia uboreshaji wa ukanda wa Sakania Lobito, maendeleo ya mradi mkubwa wa umeme wa Grand Inga, uanzishaji wa viwanda katika maeneo ya madini pamoja na uundaji wa njia mpya za usafirishaji bidhaa kwenda nje. Makubaliano hayo yanajumuisha pia mageuzi makubwa ya mfumo wa kodi na utawala ili kulinda uwekezaji. Uanzishaji wa dirisha moja kwa waendeshaji wa mapambano dhidi ya uchimbaji wa madini haramu, kurasimisha sekta ya uchimbaji wa wadogo. Kupitia makubaliano hayo, DRC Congo imetambuliwa rasmi kama mshirika wa kimkakati wa Marekani. Aidha,
Aidha, Tshisekedi na Rubio walijadili hali ya usalama wa mashariki mwa Kongo Kinshasa inayotawaliwa na kuendelea kwa vurugu kati ya waasi wa M23 AFC wanaoungwa mkono na Rwanda na wanajeshi wa serikali ya Rwanda. Mkuu wa kidiplomasia wa Marekani athibitisha tena dhamira ya nchi ya Marekani kuhakikisha utekelezaji kamili wa makubaliano ya Washington yaliyothibitishwa tarehe 4 Disemba 2025 kati ya marais wawili, rais wa Kongo na rais wa Rwanda, mbele ya rais wa Marekani Donald Trump. Kupitia hayo ni taarifa kamili ambayo tunakuletea siku ya leo, na nakusiweze kukaa hapo Mbavu TV ili kuweza kuona update zingine na taarifa zingine ambazo zitapanda kupitia Mbavu TV Online. Kwaheri.